Dear viewers, welcome Mtume TV. Jesus is coming back again. Fundisha. Kumbe watoto wote ulio nao, vijana nilio nao na wewe ulio nao, Mungu ana agenda wakati wa mwisho, ili kupitia wao Roho Mtakatifu aweze kuaffect the entire world, apindue ulimwengu wote, kwa vijana ulio nao, kwa watoto ulio nao. Na Biblia inaeleza unafanyaje kwenye ile kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ile sura ile ya 6 na ile aya ya 4 mpaka ile aya ya 5 anasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, naye umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu yako yote. Na haya maneno ninayokuambia yaweke ndani ya moyo wako, naye uwafundishe watoto wako kwa bidii, uketipo, uondokapo, ulalako. Yani unaona hapa anasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wako ndio mmoja, Elohim Ehad. Mungu ni Elohim ndani ya wingi, na Ehad ni mmoja. Ndio maana watu wanaoshinda kujua wingi katika uungu wana shida uelewa. Musa anatumia neno Elohim, na ndio neno la kwanza kumtambulisha Mungu kwenye Mwanzo 1 aya ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu liko ndani ya wingi, Elohim. Kwa hiyo nasema, sikiliza, Elohim Yawe, Elohim Yawe Ehad. Mungu Yehova ni mmoja. Na hapo anasema mjue huyo. Kwa hiyo anasema, sikiliza Israeli. Maana yake sikiliza wewe mzazi. Maana yake mjue Mungu wako ni mmoja katika wingi. Haleluya. 2, mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu chako. Halafu ndipo mfundishe mwanao. Hapo sio mchungaji anayefundisha mtoto wako, sio mzee wa kanisa, wala sio kiongozi wote wa kanisa. Ni nyumbani, ni wewe. Fundisha mtoto Mungu ni nani. Ndio maana ukiona kuna watoto na vijana leo na watu wazima wanaosema hakuna uungu wenye nafsi zaidi ya moja, ni makosa ya baba na mama yake, sio makosa ya mchungaji wa kanisa la Kizota aliyefanya asijue Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Ni kosa la aliyemzaa, maana ndiye anayepaswa amjue Mungu na amfundishe Mungu. Na nisikilize vizuri ndugu zangu tulioko hapa. Na hawa watoto Mungu ana agenda nao, waijue neno la Bwana. Halafu ana agenda la kujaza Roho Mtakatifu, ili uwafundishe hao watoto, Mungu aje awatumie. Ndio ilikuwa kilio cha Hana mke wa Elikana alipoona uovu umezagaa wakati wa kuhani Eli. Akamwambia, Bwana nipe mtoto wa kiume na mimi nitakupatia. Hakuwa anataka mbabaishe Penina. Alikuwa na agenda la Masihi, kwa sababu wakati ule Mungu alikuwa anajifunua kwa Masihi, watoto wa kiume. Kwa hiyo alihitaji ambaye ama atatumika kama kuhani ama atatumika kama nabii. Anasema, ukinipa huyo mimi nitamlea, nikuachie wewe umtumie kwa ajili ya upepo wa uovu. Wakati huu alikuwa na agenda ya taifa la Israeli, sio amtishie Penina kwa maana mimi na mtoto. Mungu anachosema ni hivi, unaweza ukawa watoto nikupatia, ukawaandaa ili yeye awatumie wakati huu wa mwisho. Ana agenda ya kujaza Roho Mtakatifu. Maana ndio maana kwamba unawafundisha neno la Bwana, unasoma nao neno la Bwana, halafu wakati huo unafanya nao, unaenda uinjilisti nao, unaenda kusalimia wagonjwa nao, unaenda kuona waliofiwa na kuwafariji nao. Watoto wanafanya unachofanya nao, hawafanyi unachosema, wanafanya unachofanya. Na ndio maana ikiwa unaenda kusalimia mgonjwa, nenda naye, kwa sababu siku umekufa anajua alikuwa anafanya na mama ama na baba. Kama unaenda kwa ajili ya kujenga eneo la makambi, mikutano, ni vizuri wewe uende. Kama unakuwa unatoa zaka na sadaka, ufanya nao wajue anayefundisha mtoto juu ya zaka na sadaka ni mzazi na sio kiongozi wa kanisa. Sikiza Israeli, Bwana ndiye mmoja, mpende, halafu wafundishe watoto wako. Halafu leo kanisa ndio limeachua watoto, halafu wazazi wamekaa pembeni. Ni kazi ya wazazi, ni kazi ya kila aliyezaa kuacha watoto wakati wa mwisho ambao Yehova atafanya covenant pamoja nao.
sio mtu mwingine. Acha watoto kama Musa aliyeachwa, yule mama Amram pamoja na Yokabet waliacha watoto ambao Mungu aliwatumia. Musa ni wa kwao, Haruni ni wa kwao, Miriam ni wa kwao. Yani watoto wa Haruni, watoto wa Amram pamoja na Yokabet Mungu aliwatumia. Mungu alitumia Yohana Mbatizaji, Mungu ametumia watoto. Hivi wewe hapo ulipo kweli una uhakika Mungu anaweza watumie? Nilipokuwa nasoma kitabu kile cha nyumba ya Adventista, the Adventist home, NG ametaja sababu kubwa mbili kabla mtu hajazaa. Ya kwanza, ikiwa hawezi kumfundisha ili Bwana amtumie, ukizaa unatenda dhambi. Najua tunafukuzana kuita wababu zetu waliokufa, lakini ameeleza isipokuwa utamtrain yule mtoto aweze kumjua Mungu na kujitoa kwake, itakuwa dhambi kumzaa. Na dhambi yake ni mbaya, ni kwa sababu hivi hata kwenda mbinguni na mzazi hataenda. Mbili, amezungumzia uchumi. Kama yule mtoto atakosa chakula bora, atakosa mavazi, atakosa mahali pa kulala, atakosa kwa sababu ya uchumi, unamleta aje ateseke katika ulimwengu huu ambapo ni rahisi ibilisi kucheza naye. Anasema kama hali yako ni mbaya kiuchumi, marufuku kuzaa. Na kwa bahati mbaya wasio na hali nzuri ya kiuchumi ndio tumejaza watoto kuanzia getini mpaka chumbani, tumepangana kama ngazi za kwenda bomani. Lakini kuna agenda, fundisha. Somo hili linatutaka hivi, Mungu anataka atumie vijana. Ndio maana vijana watu nao wanisikiliza hapa ambao wanadhani kwamba wao ni watu wa kawaida, ukikuwa utaacha. Hiyo ni uelewa wa dunia hii. Uelewa wa Mungu ni huu, atamimina Roho Mtakatifu kwa vijana. Usijidhalilishe, usijidharau. Agenda ya Mungu wakati huu, na bahati nzuri ni hivi, wewe na mimi ndio tuliochaguliwa kuishi wakati wa mwisho. Yaani akaona wewe na mimi ndio turuhusiwe kuishi la salama. Wakati uovu ukiwa mwingi, ndio kipindi ambacho wewe Mungu aliona unafaa kuishi wakati huu. Disciple your children. Fanya wanafunzi watoto wako, na vizazi vyote wazungumuze kwa ajili ya Yesu.